Hali gani wanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Bibi Nifa aumbuliwa vibaya na mashabiki, na hii ni baada ya kuweza kuwa kihelehele, jambo ambalo watu wengi hawakuweza kufurahishwa nalo, na wengi wao waliweza kufunguka kwamba kuna vitu vingi ungetakiwa kuweza kuvifanya, lakini wewe upo kwa ajili ya kuongea vitu vingine. Hili jambo kwa upande wetu tumelichukizwa nalo sana. Tumekuwa tukikupambania kwenye kila hatua ambayo unayopiga katika maisha yako, lakini wewe umekuwa mtu ambaye hutaki kusikia chochote katika maisha yako. Hebu tuambie mwenzetu, ni kitu gani ambacho unachokitaka, kwa sababu siku zote umekuwa mtu ambaye mwenye lawama. Kila tunachokifanya kwako si kijema. Hebu tuambie ni kitu gani unachokitaka, ili na sisi tuweze kujua kwamba Nifa anataka kitu fulani. Lakini sio kila wakati mtu anakuelekeza ufanye kitu fulani, wewe unaleta mambo mengine ambayo sio ya msingi na kuingizia lawama nyingi. Hichi kitu kiukweli kama sisi mashabiki zako tunakelekwa nacho sana, na hatutamani kuweza kuona haya yote ambayo yanayoendelea, na binafsi tunatamani kuweza kuona maisha yako kiujumla yakibadilika. Na watu wengi walikuwa wanatamani kuweza kuona maisha ya Nifa yakiwa katika hatari kubwa, lakini watu wamekuwa kikesha na kuombea, lakini leo unawalipa fadhila ambayo binafsi hawakuweza kutegemea kuweza kuipata, kwa sababu watu wengi walifikiri baada ya wewe kuweza kutoka ungekuwa nao pamoja na kuwasikiliza katika kila hatua ambayo wanayopiga, lakini wewe umekuwa mtu ambaye kila ukipewa ushauri unaona kama unafokewa. Sasa hichi kitendo baadhi ya mashabiki hawakuweza kuelezeka nacho, na wengi wao waliweza kufunguka vitu vingi kuhusiana na haya yote, kisha akasema kwamba tulikuwa tunaumia sana kwa ajili ya Nifa kwa matatizo ambayo aliyoweza kuyapata, lakini leo hii sisi anatuona kama wajinga fulani hivi. Tunaendelea kumpa tahadhari za hapa na pale, lakini kwa upande wake hajali chochote. Anachojali ni maisha yake na vitu vingine, pasipo kufikiria kwamba yeye akipata matatizo sisi huku tunaumia. Kwa nini huyu binti ana roho ya kikatili kama hii, na anakuja kabisa na kujibu kwamba asipangiwe maisha. Kiukweli watu hawana utu kwa kweli. Hivi hatupaswa kuweza kuwa makini na watu ambao tunawasaidia, kwa sababu watu wengine wapo kwenye maisha ya watu kwa ajili ya kitu fulani, na ukizingatia kuna wengine ambao wanatumia muda mwingi kuweza kufanya vitu vya misingi kwa ajili ya mtu fulani, lakini leo hii kile kitu ambacho kinachofanywa ni kitu kingine kabisa. Hivi hatupaswa kuweza kuamini na kusisitiza kuhusiana na kile kitu ambacho alichoweza kufanya Nifa, kwamba kila mtu aweze kumuunfollow katika page yake Instagram, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea, na wengi wao waliweza kuzungumza kwa namna yao tofauti kama vile ambavyo tunavyoelewa sisi binafsi. Hayo ndio mambo ya umuhimu, na ndio mambo pekee ambayo yanatakiwa kuweza kurekebishwa na kuweza kuweka kila kitu kiweze kwenda kuwa sawa. Bwana, mambo ni mengi sana kuhusiana na haya yote ambayo kwa wakati huu yanayoendelea. Mimi ninachotaka nikukumbusha ni kitu kimoja. Kama ndo mara ya kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahia katika channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media.